Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin habibina al-Mustafa sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabil amin wa ala alihi wa ashabihi dhawi shirafil azim. Watukufu wa Kiislam, baada kumshukuru Allah yeye jalla jalalu na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa bado tupo katika kuelezana khawas na faida mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye Qur'an al-Karim. Leo nimekuja na zawadi hii, insha Allah ichukue nenda kaifanyie kazi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufanyia wepesi katika kila palipokuwa na uzito. Zawadi yenyewe ni ikiwa nyumba yako ina mashetani, ikiwa nyumba yako ina majini, ikiwa nyumba yako ina majekejeke, ikiwa nyumba yako ina sihri, usiku hulali, unatishwa mara kwa mara, basi nenda kafanya kisomo hichi, inshallah Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi. Narudia tena, kama unaishi katika nyumba ambayo ina mitihani, ina matatizo, ina misukosuko, ina majekejeke, ina kila aina balaa, kila siku unatishwa wewe nyumbani kwako, inshallah nenda kafanya hivi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufanyia wepesi na nyumba yako itakuwa safi kabisa. Tuko pamoja? Kinachotaka kukifanya nyumbani kwako wakati wowote, chukua maji katika ndoo. Chukua maji, ile ndoo kubwa lita 20, chukua maji katika ndoo, kisha jaza maji mpaka juu. Ukishajaza maji katika ndoo ile, huu mkono wa kulia huu udumukize ndani ya ile ndoo ya maji. Tuko pamoja? Kwa chukua maji katika ndoo, kisha mkono wako wa kulia huu udumukize katika ile ndoo ya maji. Sawa? Kisha baada ya hapo soma Suratul Baqara yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hali ya kuwa mkono wako umo ndani ya ndoo ya maji. Narudia, ikiwa nyumba yako ina madudu, ikiwa nyumba yako ina matatizo, ikiwa nyumba yako ina mitihani, ikiwa nyumba yako ina misukosuko, kila siku unatishwa, usiku hulali, basi chukua ndoo ya maji. Ukishachukua ndoo ya maji, tia mkono wako wa kulia huu katika ile ndoo ya maji, ndani ya maji, uzamishe mpaka chini. Kisha isome Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Suratul Baqara ile yote isome mwanzo mpaka mwisho, hali ya kuwa mkono wako umo ndani ya ndoo ya maji. Tuko pamoja? Ukimaliza kusoma Suratul Baqara, mkono wako toa. Ukishatoa mkono wako, chukua ubani mweupe. Tuko pamoja? Chukua ubani mweupe, changanya katika yale maji. Baada ya kumaliza kisomo chako, chukua ubani mweupe, changanya katika yale maji. Kisha yale maji yaache kama nusu saa hivi. Tuko pamoja? Kisha baada hapo yale maji chukua, rashia katika kuta zako za nyumba ndani kote, kuanzia chumbani, ukumbini, sebuleni, jikoni, kote rashia katika kuta zako za ndani. Ukifanya hivyo ndani ya siku 7 mfululizo, fanya leo, kesho, kesho kutwa, ndani ya siku 7 mfululizo, basi nyumba yako itakuwa haina vitisho, nyumba yako itakuwa haina mashetani, nyumba yako itakuwa haina majini, nyumba yako itakuwa haina kitu chochote kilichokuwa kibaya. Fanya hivyo ndani ya siku 7. Unaweza kuuliza swali, sasa yale nifanye kwa maji yale yale au kila siku nifanye maji mengine? Fanya kwa maji yale yale ambayo umeyasomea siku moja. Ndani ya siku 7 fanya maji yale yale. Sawa? Usiseme kwamba Sheikh, sasa itakuwaje maji haya nifanye maji mengine na kesho? Ikiwezekana, kama uwezo huo nao, fanya kila siku ndoo moja. Ikiwa uwezo huo huna, chukua ndoo kubwa ile au chukua besini kubwa. Sawa? Kisha fanya hivyo ili yale maji upate ndani ya siku 7. Kila siku rashia katika nyumba yako. Kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mchawi yoyote na shetani yoyote na jini yoyote hataingia nyumbani kwako, na utaona maajabu makubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufungulia mambo. Kama ulikuwa umefungwa na mashetani na madudu mabaya, hayatoingia nyumbani kwako. Tuombe Allah tufanye pesi. Ukiwa unahitaji kufanyiwa sasa hii tiba hii na njia hii nyumbani kwako, basi nitaweka namba zangu za WhatsApp hapo, nitafute kwa namba zangu hizo za WhatsApp katika kio hapo. Mwenyezi Mungu atakufanya pesi, nitafute ili tuwasiliane. Kama huwezi kufanya mwenyewe, basi mimi nitakufanyia. Sawa, nitafute kwa namba zangu za WhatsApp hapo,
uniambie, unipe location wapi upo ili tupate kuzungumza, lakini kafanye mwenyewe. Ikiwa huwezi, basi sisi tutakufanyia na Mwenyezi Mungu atatia baraka. Nyumba yako ikiwa na vitisho, fanya hivi, Mwenyezi Mungu atakufanyia pesa inshallah. Sina la ziada isipokuwa tukutane katika vipindi vinavyokuja mbele. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.